Tukiongelea upande wa pili wa chini wa CIP tutaenda kuangalia ni mradi ambao utakuwa na capacity ya kusaga tani 100 per day. Ni uwezo wa tani 3 mpaka tani 5 per hour. Kwa hiyo ukichukua ile masaa ya kazi ya day shift na night shift unaipata hiyo tani 1. Tani 100. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao tumewekeza hapa, unatarajia kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 2. Lakini kwa miradi yote miwili. Lakini mpaka sasa tuna asilimia kama 60 mpaka 70. Japokuwa upande wa CIP yetu tumeshavinunua vitu, ila sasa ndio tumeanza masuala ya civil building, tumalize ni kupachika. Kwa hiyo nadhani kufikia mwezi wa 12 panapo uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza kuwa tumewasha pande zote, upande wa Geruge na upande wa CIP. Nampongeza Bwana Ramadhani kwa sababu ukiangalia alikotokea mpaka hapa alipofika unaona kabisa kwamba kumbe maisha ni kupambana, maisha ni kutokukata tamaa, maisha ni kujituma, maisha ni kuwa mbunifu. Tumeona jitihada za VAT reaching zilivyokuwa zimeanza. Mpaka leo alianza na matenki 6, kajenga 10, sasa leo anazungumzia kujenga matenki na kujenga CIP na CIL pamoja na erosion ndani ya eneo letu hapa katika kiwanda hiki. Kwa hiyo kama serikali tunakuunga mkono na zile taasisi ambazo zinatakiwa kuja kukuhudumia tutazielekeza zije mara moja kutoa huduma. Nafarijika kuona kwamba unakwenda kuweka pia na huduma za upatikanaji wa kemikali hapa, ili huduma utakayoitoa hapa iwe inajitosheleza. Na mimi nakubaliana na maombi ya mkurugenzi na DC ya kuanzisha soko la madini katika wilaya yetu ya Chato. Sasa wewe unayejenga hapa mshirikiane na mkurugenzi, kwa sababu hapa ni catchment. Hapa kuna VAT reaching, hapa kuna CIP, hapa kuna VAT reaching, hapa pengine pana VAT reaching. Kwa hiyo ziko nyingi eneo hili. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutoka na dhahabu eneo lote hili. Mnakwenda mpaka hizo Katoro, mnakwenda mpaka Geita mjini. Mnaweza kubaliana mkajenga ofisi nzuri na mkajenga soko zuri, mkasema soko la madini litafanyikia hapa. Ili wote wanaozalisha kwenye eneo hili la Chato hili, soko letu lipatikane hapa hapa, dhahabu iuzwe hapa hapa, mapato yapatikane hapa hapa, mnunuzi aje hapa hapa, na dhahabu ijulikane inatoka Msasa, inatoka Chato, inatoka Butengurumasa, inatoka Imwero, inatoka maeneo yetu ya Chato ambapo tunazalisha dhahabu kwa wingi. Lakini sisi kama wilaya, mimi pamoja na mkurugenzi pamoja na wasaidizi wetu, tunashukuru sana jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais ameona na mabadiliko unayoona tangu mwaka jana. Tumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika uwekezaji kwenye sekta hii, hasa katika wilaya ya Chato. Na Ras, usishangae nyinyi mlikuwa mnazoea Geita. Geita inaisha sasa. Hatuendi tena illusion Geita. Baada ya muda mfupi tutakuwa tumesahau kuleta dhahabu yetu kuchenjuliwa Geita. Sasa tutakuwa tukifanyia hapa hapa.